Meja, hatimaye tumekutana katika bodi ya ligi nyumbani kwao kabisa. Umepata nini hapa? Tumefika hapa sisi kama wanayanga, sisi kama wananchi kuwasindikiza viongozi wetu kwa sababu wamepewa wito. Kwa hiyo unaambiwa usikatae wito, kataa neno. Wamekuja hapa na sisi tumekuja kuwasindikiza ili tuweze kujua kwamba watakapotoka waje watupe msimamo wao, kama ambavyo sisi kama wanachama wa Yanga tumewatuma wakatusemee kule. Kwa viongozi wenu walichokipata ni kitu gani kikubwa? Yani sisi tumewaagiza kwamba hatuchezi mechi mpaka tujue kwamba kwa nini game ya tarehe 8 iliahirishwa. Kwa hiyo wakija na sababu ambazo za msingi kabisa na sisi zikatushawishi, tutakubaliana nao, lakini wakija na sababu tofauti ambazo sisi hatukubaliana nazo, maana hatutawaelewa, na tulishawaambia mlango wa kutokea upo wazi endapo wataenda kinyume na wanachama na mashabiki, kitu ambacho tumekubaliana katika maamuzi ya hii game ya tarehe 15 kwamba hatuchezi mpaka ule utaratibu ambao tuliwaambia ufanyike. Ni zile sababu mpewe kwamba kwa nini mechi igelisha. Naam, watupe sababu na tulizike nazo, sio sababu tu ambazo hazituzidisha. Watoe sababu ambazo sisi kama wanachama na mashabiki wa Yanga tutalizika nazo, manake tutakubali, lakini kama watatoa sababu ambazo zitakuwa haziridhishi, manake hatuwezi kukubaliana na maamuzi ambayo yatakotoka leo. Kama msiporidhishwa na sababu hizi, ndio sasa tunasubiria hata sisi tuone tutafanya nini, manake tuna hamu sana ya kujua maamuzi gani ambayo bodi ya ligi wataenda kuchukua, kwa sababu hiki ni kikao, hatujui kitakachozungumzwa, lakini sisi kauli mbiu yetu ni kwamba hatuchezi. Hiyo ndio kauli mbiu ambayo tumekubaliana, na ndio maana umeona kuna mashabiki kuna watu kutoka matawi tofauti, kuna influencers hapa. Tumekuja kwa ajili ya kujua nini kinajadiliwa huko ndani, na wakitoka viongozi nao tutawaweka kikao watueleze wamekubaliana nini kwenye mkutano huo. Unaamini kwamba pindi bodi ya ligi wakitoa sababu zao nyewe msipozielewa, ila kwa watu wengine zikaeleweka, nyewe mkashindwa kuzielewa, maana mtopeleka timu? Hatupeleka timu, sisi ndio wenye timu. Kwa hiyo sisi tumewapa maagizo viongozi na tukawaelezea azma yetu kwamba watakapoenda kule wasijisemee wao, waseme kwamba sisi tumewatuma, na sisi tumewatuma kweli, wakatusemee kwamba hatuwezi kucheza mpaka yale walioainisha tarehe 8 kwamba kuna uvunjifu wa amani, kuna changamoto za rushwa. Waeleze amani ilivunjwa wapi, nani aliyechukua rushwa. Wakitoa sababu hizo tutacheza, lakini kama hawajatoa sababu hizo za msingi, sisi hatuko lazima kucheza, na viongozi wenyewe wanalijua hilo kwamba sisi hatutani, tuko serious. Ukiona mpaka watu wote wamekuja, sio kwamba watu hawana kazi, wana kazi, lakini wameamua kufuata haki zao za msingi ili mpira usiendeshwe kwa miemko, uendeshwe kwa kanuni na taratibu. Ukiangalia kutoka sasa hivi zimebakia siku chache na kwenye siku hizo zimebakia jana na masaa machache na dakika chache na sekunde chache. Kama msipopeleka timu, kikao ile kimefanywa leo, kama msipopeleka timu hamuofi chochote? Sisi ndio tunachokisubiri, kwa sababu kama Simba hawakuja uwanjani wakashindwa kutoa maamuzi, naamini hata hiyo tarehe 15 sisi tusipoenda hawezi kutoa maamuzi, kwa sababu wao hawaendeshi mpira kikanuni. Kama wangekuwa wanapata kanuni, wao hata tusingefika hapa. Tarehe 8 walikuwa wanakaa watoe maamuzi pale pale kwamba Simba hawajafika, utaratibu ni huu. Yanga wamefika wakati mechi imeahirishwa, utaratibu ni huu. Wao wamealea haya mambo, wamechelewa kutoa maamuzi. Sasa kinawaumiza, kwa sababu kama wao wamesema tarehe 18, wametuita siku ya kufanya nini? Manake hawataki kufuata utaratibu, wanataka kufuata busara. Mnaambiwa hadi nyewe pia mfuate busara. Tumeenda kasi wameturudisha bodi ya ligi wamepanga tarehe ili si tucheze. Tarehe haijafika, wao wanaogopa nini? Wanachokiogopa wao nini? Waache tarehe 15 waone kama hatujaleta timu, wachukue 5 pointi. Wana wasiwasi gani hapa wao? Sasa tarehe 15, tarehe 15 haijafika, hofu yao ni nini? Wanataka mechi, yani kwa ligi iendeshwe kwa kanuni au kwa kujuana. Wasubiri tarehe 15 waone kama Yanga wataleta timu au wataleta. Hofu hii ya kutuita leo nini? Hiki kikao cha nini? Yani wewe unajua kikao cha nini? Kikao cha kwanza kuweka sawa mambo ya tarehe 15. Kama walikuwa wanataka kuweka sawa,
kasi walipotoa maelezo kwamba wanatakiwa wakae na Yanga wazungumze, wao mbona walitaja tarehe? Walikuwa wanafanya wajeuri. Baada ya kile kikao cha juzi cha wazee wa Yanga ndio kilichowashtua wao, walikuwa wajua sisi tunatania. Kwa hiyo wao wametuita hapa ili kuona kama tuko natania au vipi. Sisi tuko serious, wao wasubiri tarehe 15 waone kama timu italetwa. Mlioizungumza ama waliozungumza wazee wenu wa Yanga kusema kwamba kama Yanga akatoa alama 15 Simba akitoa haki yake siku hiyo nyewe mtupeleka timu, ni kwamba ligi imeishia hapo. Hiyo mlikuwa mnamaanisha nini? Yaani kama wangekuwa na uwezo wa bodi ya ligi, manake wangetusubiri sisi tarehe 15 hatujaleta timu wakati hizo. Kwani anaokatiza nani? Mpira ni mali yao. Bodi ya ligi wao ndio wanaendesha ligi. Kutokana 6 point wao ni haki yao. Kama tumekiuka taratibu, wanachoogopa wao nini? Siku haijafika wanatuita, wanaomba busara, na sisi busara tumewaambia viongozi wetu hatuhitaji busara, tunataka kanuni zitumike. Zitumike wapi? Tumika tarehe 15, tarehe 8 ilivyotumika busara. Swaiba, sisi hatuchezi. Yaani hiyo ndio hoja hilo tuweta hapa. Hatuchezi na tunamaanisha. Wapo wenyewe bodi ya ligi wanaamua. Kama wanaweza kuamua sio subiri tarehe 15 kwani mbali. Leo tarehe ngapi? Tarehe ngapi? Kama 9 hivi. Ndio siku kadhaa tu. Kwa hiyo wao sisi hatueti timu. Wachukue pointi zetu, wampe wanayempa. Alafu waone Yanga kwamba ni timu au taasisi. Mbona watu hao? Hao ndio Yanga sasa. Tumezamilia. Nabii Meja, mimi nikushukuru. Asante sana. Ukisoma barua ya bodi ya ligi inasema tarehe 8 kulikuwa na viashiria vya rushwa. Au nakosea Ayubu? Wakasema vile vile kuna uvunjifu wa usalama. Sio viashiria vya uvunjifu wa usalama. Yaani barua ya bodi ya ligi tafsiri yake ni moja. Tafsiri yake inasema kuwa maana yake Tanzania kuna uvunjifu wa amani viashiria. Kwa maana yake wawekezaji wasije Tanzania kuwekeza kwa sababu kuna viashiria vya uvunjifu wa amani. Tafsiri ukisema kuna viashiria vya rushwa, tafsiri wawekezaji na watu wengine waone Tanzania ni kama sehemu ambapo kuna rushwa. Tafsiri maana yake hawa wanachafua serikali. Na mimi nikasema serikali haipaswi kukaa kimya katika jambo ambalo mnachafuliwa. Ukisema viashiria vya uvunjifu wa amani, jeshi la polisi imesema hakuna viashiria vya uvunjifu wa amani. TAKUKURU amesema jambo la rushwa hakuna. Tafsiri hawa watu wanachafua serikali katika watu wengine ambao wanataka kuja kuwekeza, wakisema hatuwezi kuwekeza kwa sababu kuna uvunjifu wa amani viashiria. Hatuwezi kuwekeza kwa sababu kuna viashiria vya rushwa. Unaona hiyo jambo kama serikali inaingia katika jambo ambalo la kiutata. Ndio maana nikasema